ya uhai, tuendelea kufanya shughuli zetu mbalimbali, lakini niwashukuru na nyinyi kiongozwa na mwenyekiti wetu hapa Bi Safia kwa kukubali kuja kwangu kuweza kuzungumza machache kwa niaba ya wizara yetu. Kwa hiyo niwashukuru kwa hilo, kwa sababu ningeweza kusema katibu leo asije na asingetokezea mtu kuwazuia kwenye hilo, japokuwa chombo hiki kiko chini ya wizara yetu. Lakini kwanza nilete salamu za kuwapongeza kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wetu wa Habari, Dr. Riziki Pembe, Naibu Waziri na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara kwa kupata nafasi hii ya kuendelea kuitumikia bodi hii ambayo ni muhimu sana. Lakini jingine pia tunashukuru kwa sababu ya ushirikiano ambao tumeanza kuona kutoka kwenu katika utekelezaji wa kazi zetu tukiwa wasimamizi wakuu wa Wizara ya Habari. La kwanza ni waombe sana kwenye suala la ushirikiano wa pamoja, na kwenye ushirikiano mara nyingi wanasema ni una pande mbili. Kuna ushirikiano baina yenu kama bodi, wajumbe pamoja na secretariat ambayo mnayo katika utekelezaji wa kazi na majukumu ambayo yamewekwa kwenu kama bodi katika utekelezaji wa kazi zenu za kila siku. Kwa hiyo ushirikiano huu ni muhimu. Nimefurahi mwenyekiti ameeleza vizuri sana na amekuwa mwazi, na hilo ndio linalotakiwa. Watu na changamoto na nyingine hizi amezieleza zinazotokana na sisi wenyewe within. Sababu wakati Bisa pia anaeleza baadhi ya wajumbe kukosekana kwenye bodi, kwenye kamati zile za bodi, nilidhani labda mifumo yetu, sheria zetu labda haziruhusu, lakini kumbe changamoto haikuwa hiyo. Katibu ameeleza hapa vizuri kwa kamati hizi zimeundwa, lakini uwajibikaji ndio changamoto. Kwa ni swala zaidi la kiutendaji, lakini kwa sababu kamati hizi katibu mtendaji yuko hapa, nadhani atusaidie katika kusimamia kuhakikisha kwa kamati hizi zinafanya kazi. Kama kuna changamoto yoyote ambayo moja kwa moja inahusu wizara, labda msaada wa kusaidia katika jambo hili, basi sisi kama wizara, uongozi wa wizara tuko tayari kuweza kusaidiana na katibu mtendaji ili kuhakikisha kwa bodi yetu hii inatekeleza majukumu yake. Kwa sababu naweza mkawa na nyinyi na spirit ya kufanya hiyo kazi, lakini kama kuna eneo moja haliwajibiki, inawezekana kazi yenu isionekane matunda yake. Kwa nadhani ni muhimu sana. Kwa hiyo katibu mtendaji, kama kuna jambo ambalo nahisi liko beyond your capacity kulihandle ili kuzifanya kamati hizi za bodi zifanye kazi, basi mimi niko tayari kuweza kusaidia kusimamia kuhakikisha kwa tunakwenda vizuri. Kwa mashirikiano yaanze kwanza miongoni mwa sisi wajumbe, lakini na zile unity ambazo zimo ndani ya hii bodi ikiwemo secretary, lakini pia na hizo kamati ambazo mwenyekiti amezitaja ambazo ni muhimu sana. Na zipo kwa sababu kila kitu ambacho serikali inaanzisha kipo kwa sababu maalum. Wakati mwingine tunadharau baadhi ya structure tukiona kuwa hazina umuhimu, lakini waliofika mpaka kashauri watuwe na kitu hiki wameona mbali. Of course kulikuwa na changamoto fulani na ufumbuzi wake tuwe na structure fulani, lakini kwa sababu tunashindwa kuzitumia ndio tunapata hizo changamoto. Na si hapa tu, hata kwenye structure nyingine za serikali huko chini, huko ngazi ya shehia, kuna mabaraza huko ya ushauri, sijui kuna kamati huko za mabaraza ya vijana, sijui nani. Yote haya yameanzishwa for the purpose, lakini kwa sababu hatuchukui ile dhamira ya serikali ya uwepo wa zile structures, hatuyatumii, matokeo yake changamoto nyingi, unakuta kila kitu tunapandisha juu,
katika ngazi za juu, kumbe tungeweza kujadili sisi kuyashughulikia katika ngazi zetu za chini, basi matatizo yale wala asingekuja katika ngazi ya juu na tungeweza kuendelea. Maana wakati mwingine unamtaka mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya afanye jambo ambalo pengine ngazi ya sheria ungeweza kufanya. Sasa tuna hizo changamoto. Kwa hiyo niwaombe sana kwenye suala hili, katibu, sisi tuko tayari kama kuna jambo ambalo linakukwaza na mie. Bahati nzuri mimi nazungumza kirafiki. Huyu classmate wangu bwana. Degree tulikuwa darasa moja. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunajuana, sio kwa tumejuana hapa kwenye Wizara ya Habari. Tunafahamiana. Kwa hiyo wakati mwingine ana fursa ya ziada, yeye tunazungumza na mimi na yeye kirafiki. Wanaweza kuja na jambo lake nikamsaidia. Kwa nini? Kwa sababu wajibu wangu mkifanya nyinyi vizuri, maana wizara inafanya vizuri. Kwenye eneo hili likiwa na changamoto, maana yake ni changamoto kubwa ya wizara. Kwa hiyo ni wajibu wangu kuona kwa inafanya kazi. Kwa hiyo niombe swala la ushirikiano kwa wa ndani, lakini pia ushirikiano wa nje. Nje yetu sisi tuna wadau wengi ambao tunawategemea watusaidie katika kutekeleza majukumu yetu. Kwa lazima nako kule tupeleke ushirikiano na tuombe ushirikiano kutoka kwao ili watusaidie kutekeleza majukumu yetu. Hakuna taasisi inayofanikiwa ikisimama yeye kama yeye. Ni lazima itizame wadau. Na nyinyi mna wadau wengi sana. Uko chini kuna hao wasanii ambao mnawasimamia kazi zao. Kuna watendaji, mfano ngazi ya shehia huko, jeshi la polisi, watu wa dini, na ndio maana nimependa hata hii structure ya bodi imezingatia katika maeneo hayo. Kwa hiyo hao wote ni wadau wetu, tunao wakilishi wao hapa, lakini kwa upana zaidi tunapaswa kushuka ili kuweza kutafuta ushirikiano wao ili kuweza kutekeleza majukumu yetu. Kwa hiyo eneo hili la ushirikiano mara nyingi wanalegea katika pande mbili, kwa maana ya within, lakini pia kutoke outside. Kuna watu ambao tunawategemea ili majukumu yetu yaende. Ukikosa kuwapa ushirikiano hawa nje, kazi haziendi. Nilipokuwa naingia wizara hii nilikuwa nawaambia, nilikuwa nazungumza katika chuni ambayo pengine wakati fulani nilikuwa watu hawapendi kuisikia, lakini nilikuwa sina namna nyingine, lazima niseme kwa chuni hiyo kwa wakati ule. Alafu baadaye nadhani tutakuwa tunaelewana kidogo. Tuna miradi ndani ya wizara hii ni feli, na serikali ishatumia fedha kwa sababu tu tulikosa kutoa ushirikiano, hasa katika eneo la michezo. Na niliwahi kuambia, manake kwenye eneo hilo lilikuwa mtu hakuna cha kunidanganya. Nikaambia kwenye mikoa na wilaya wizara hii ilikuwa haishuki. Kuna mradi umefeli pale, kama tumetumia 1.2 billion ushafeli, pesa serikali shapotea hii. Tumekwenda kuweka fedha Mkokotoni pale chuo cha mafunzo ya mali mnaendani, fedha imepotea, sijapata ile actual figure ni kiasi gani. Mengine imedelay, lakini tu kwa sababu tu tumeshindwa kwenda kushirikiana na mikoa na wilaya. Bahati nzuri hayo maeneo nayataja mimi ndio nilikuwa mkuu wa mkoa. Hakuna siku ambayo wizara hii ilikuja ikaniambia RC, tuna shida, tunataka eneo tukajenge kiwanja. Watu wanajiamulia tu. Baadaye katikati unakutana na changamoto. Mradi unafeli, fedha serikali inapotea. Kizembe tu. Kuna vitu vimefeli kwa sababu tulishindwa kutoa ushirikiano kule nje. Kwa hiyo niwaombe hata bodi hii katika kazi zetu tuna wadau wengi, lazima tushirikiane. Na ndio maana tumefanya maamuzi na nimeelekeza Mheshimiwa Rais tukae na hao wadau. Nadhani kuanzia kesho tuna ratiba kukaa na wadau wote wanaohusiana na sekta ndani ya Wizara ya Habari. Tutaanza kesho, nadhani tulikuwa tumetaka sekta ya habari, lakini wamesema kesho ndio itakuwa changamoto. Nadhani nimemwambia mkurugenzi utumishi afanye mawasiliano. Sijajua taasisi inayofuata, lakini ni nyinyi. Kwa hiyo lengo letu tunataka kukaa na hao wenzetu, tuwasikilize wana nini. Unajua tunaweza tukajifungia humu tukaona tunatenda vizuri, lakini kumbe tunakosea sana. Lakini tukisikiliza sauti kule zitatuambia tungetamani hili, tungetarajia hiki, serikali ifanye hiki. Of course
mawazo yatakuwa mazuri, tutakuja tutayachakata, halafu tutatazama hili lipi la kuaddress kwenye bajeti hii ya kesho kutwa tunakwenda nayo, hili la kuweka katika mipango ya muda mrefu, hili la kutafuta wadau nje ya nchi kutusaidia, tutafika. Lakini tukianza kufunga masikio yetu, tusitaki kusikiliza sauti. Na mimi wakati fulani nimewaita hawa, wakati tunajadili ile mpango wa hii ratiba, wakawa nasema asili katibu, nikamwambia sikizeni, hebu jifunzeni kusikiliza watu. Na wakati mwingine jengeni utamaduni wa kusikiliza msiopenda kuyasikia. Sijui mnanielewa? Kuna vitu hatupendi kusikia kwenye masikio yetu, lakini tujenge utamaduni wa kuyasikiliza. Waache mtu aseme, atasema. Inawezekana mwanzo watu watatutukana, na watatukana kwa sababu wana sababu. Hatujawaendea, hatujawafikia. Sisi tunajiona kama sisi tunafanya vizuri na tunajua, lakini wao wakituambia tutajua, ala, kumbe tunakosea, kumbe tungepaswa kufanya hivi. Basi siku nyingine ukiwaita, wanaona hawa ni wenzetu, watatupa ushirikiano. Kwa hiyo ndio kusema hilo tutalifanya inshallah. Tutaanza kesho, ratiba hii itaenda mpaka Jumatano. Tukimaliza hapa tutakwenda Pemba, tutasikiliza, alafu tutakuja kufanya kazi na yatakaba hata maeneo hili, eneo la kwetu tupata kusikia. Inawezekana pengine haya tunayoyajadili ni muhimu sana, lakini tunaweza pia tukapata na vitu muhimu kupitia wenzetu katika jambo hili. Lakini jambo jingine ambalo nitaka kulizungumza ni suala la umuhimu wa hii bodi. Hii bodi kama nilivyosema, ipo serikali iko na maana yake kwa nini kaanzisha hicho chombo. Kwa hiyo tukiwemo humu, tukibeba hili jukumu, ujue tumebeba jukumu la taifa, sio la kwetu. Tumebeba jukumu la taifa. Watu wana matarajio kwenye usimamizi wa eneo hili kupitia kwetu. Tuko wachache, lakini kwa niaba ya Wazanzibari wote, na eneo hili ni muhimu kwa sababu linahusu maisha, historia ya Mzanzibari. Tukichelea kutekeleza jukumu letu hili, inawezekana tuna spoil. Bodi ina kwa utaratibu life yake miaka mingapi? 3. Miaka 3 ni mingi kwenye kuachia mambo ya kwa hayaendi. Kwa tujue tuna wajibu mkubwa sana kuhakikisha kuwa tunawasaidia wenzetu nje, tunaisaidia jamii ya Kizanzibari katika suala la kulinda silka, mila na desturi zetu kupitia filamu. Ni eneo kubwa la sanaa ambalo ni kipato, kwa maana uchumi, ajira, kueneza historia yetu, kueneza utamaduni wetu nje ya nchi hii. Lakini pia ni eneo ambalo lazima lisimamiwe kwa utaratibu na lisimamiwe kwa mujibu wa matakwa ya Wazanzibari wanaohitaji katika jambo hili. Otherwise, tukishindwa kufanya hivyo, inawezekana ikawa tatizo. Kwa hiyo tujue tumebeba jukumu muhimu na zito. Sina mashaka na wajumbe ambao nimeona hapa na wale ambao hawajaja, lakini ambao wajumbe wa bodi hii ni watu ambao wana uwezo, wana weledi, tukiongozwa na mwenyekiti wetu, mama yetu, kufanya kazi kubwa sana huyu, na kila mtu anamjua. Kwa hiyo ni swala tu sasa la kuvaa kile ambacho tunapaswa kukivaa kwenye usimamizi na utekelezaji wa kazi zetu, ili kuhakikisha kuwa tumevusha Zanzibar salama. Bahati nzuri toka tuingia hatujaona au hatupata changamoto kubwa zinazotokana na taasisi hii. Kwa tunakwenda vizuri, yaliyopo mengine ni madogo ya kawaida, kila pahali utayakuta, lakini all in all tunahitaji kwanza kujua kama tuna huo wajibu, kujua umuhimu wa hili wa wetu sisi kuwepo katika hii taasisi, lakini tujue mazingira ya nje huko yanatuambia nini, kuna changamoto zipi, watu katika eneo hili wanatarajia kitu gani. Kwa hayo ni ya kwetu na lazima tuyasimamie hivyo, ili kuhakikisha kuwa tunaivusha nchi salama. Dunia hii inapiga hatua kubwa sana, mabadiliko makubwa ya teknolojia, mambo mengi yanayotokea. Sasa wa kudhibiti hayo ili kwetu sisi kusiharibikiwe ni chombo hiki ambacho kitamsaidia kumshauri na kumsimamia katibu mtendaji, ili kuhakikisha kuwa mambo yanakwenda vizuri kwa niaba ya serikali. Yeye mupo kwa niaba ya serikali.
Lakini jambo jingine, tunafahamu changamoto za taasisi hii. Bahati nzuri mwenyekiti hapa kazi highlight na hata katibu naye alishatuletea kwa maandishi, sababu nilitaka kujua pia ili tuone tunasaidiana vipi. Mimi nataka mwenyekiti, ni kuahidi na wajumbe wako haya ambayo mmeyasema ya changamoto hizi tutazijadili na kuona tunafanya na vingine kushanga kazi. Mfano suala la usafiri, jana tulipeleka barua kwa katibu mkuu kiongozi, nishapeleka wiki 2 nyuma, lakini tena jana waliniambia sisi barua hajaiona, sisi vipi. Walinipigia simu, bahati nzuri wao ni wao. Kwa hiyo moja ni kupata gari mpya kwa ajili ya baraza hili. Kwa hiyo katika gari ambazo tumeomba, basi moja ya kuja kusaidia kuongeza nguvu ya hii taasisi. Suala la tendaji na ni katibu mtendaji hapa alishawahi kutuletea, na tunaendelea kuhangaika kuona tunawapata wapi, sababu wakati mwingine kada tunazozitaka zina upekee kidogo, hasa kwenye eneo la utamaduni hili, sanaa na michezo, na si watu ambao labda humu kwenye mataasisi mengine wanakuwepo wengi. Mara nyingi labda tunakuta Wizara ya Elimu na wao nao pia nao wanataka kuwachukulia watu wao shida, sababu nao nawatumia wote, nao wana uhaba sasa hivi, sababu tunaongeza miundombinu ya elimu, kwa hiyo nao watumishi lazima. Lakini tunaendelea nayo ili kuhakikisha kuwa tunakaa vizuri. Tunajua Pemba, nadhani kama mratibu uko peke yako vile, sasa huwezi kuwa na taasisi. Niliwahi kuambia pale kwa Pemba, wanasheria wanasema ile doctrine of humanity haikubali. Binadamu yule kuna siku anaumwa, kuna siku ana jambo kubwa la kifamilia, kuna siku atakwenda zake likizo, ni haki yake. Sasa hatuwezi kwa ofisi tunaifunga kwa sababu ni kwa hiyo lazima tuhangaike tuone tunamsaidia vipi. Na ila nadhani wanamkuchakuja sio dada kumchukua, unapana kama unataka kuchukuliwa. Nimekaa mute tu mimi. Bora hivyo. Najua hapendelee hilo, lakini mimi nimekaa mute tu kidogo, nasubiri, nasema wacha tuone tuna huko mbele itakuwaje. Kwa hivyo vumilia. Kama limetoka kwako halijatoka kwako basi sawa. Nimekaa mute kama silioni, lakini nishakuja kwangu. Na lakini lazima kule tuongeze nguvu kwake, kutafutie watumishi ambao watasaidiana nao ili mambo yaende. Hili la wajumbe, ni kweli mwenyekiti, mimi naungana na wewe, haipendezi kwa kila siku wajumbe wenyewe wahusika hawapati, sababu waziri wakati amefanya maamuzi ya kuwateua hawa watu, wameteuliwa watu ambao watakuwa na uwezo wa kutoa maelekezo wakati fulani na maamuzi juu ya mambo fulani. Sasa akija mwakilishi, kazi yake atakuwa ni kusikiliza, alafu atarudi pengine kwa bosi wake, sio naye asimpate bosi wake naye kukaa naye, kwa unakuta mambo hayaendi. Na kila mtu yupo kwa sababu kaletwa akiwakilisha taasisi yake, ina uzito na umuhimu fulani kwenye jukumu hili. Tutafanya maamuzi, tutamwandikia barua baada ya nyinyi kujadiliana hapa, waziri atampa barua ili notify, baadaye tutateua mtu mwingine. Lakini nadhani mmeshatupa alert kama kengele hii ya kutuambia this time tenda huko kidogo, tuwe makini katika hili jambo ili kuona yanakwenda vizuri. Kwa hiyo hizi changamoto mwenyekiti nimezipokea na nitashare na mheshimiwa waziri ili kuona tunazisukuma vipi na kaa vizuri. Kwa hiyo all in all niseme mimi kuwashukuru kwa sababu kikao cha kwangu ni cha kwenu. Nilitaka kwa niaba ya viongozi wa wizara hii, sababu ni mara ya kwanza toka tumeingia katika wizara hii, hatujapata nafasi ya kukutana na bodi yoyote. Hii ndio bodi ya kwanza, lakini tukasema nilete salamu hizo za mheshimiwa waziri ya kwa kwanza tunawaahidi kuwapa ushirikiano wa dhati katika kutekeleza majukumu yenu, lakini mjue
mmebeba dhima kubwa katika kuivusha Zanzibar kwenye suala la tamaduni, silka na mila zake, tukitambua hizo changamoto ambazo ziko nje yetu katika dunia hii ambayo inapiga hatua kubwa. Lakini nyingine kuwasisitiza kuendelea kutoa mashirikiano kwa wengine, na sisi tutajitahidi yale ya kwetu, ikiwemo kumwezesha katibu mtendaji kwenye watendaji, kwenye rasilimali fedha na vitu vingine vyote, kuhakikisha kuwa tunakwenda vizuri. Tunafahamu mazingira haya tulio si mazuri, pengine bodi isingepaswa kukaa katika mazingira haya. Tuna changamoto hiyo ya masuala ya jengo, zote tunapambana nazo kuona baada ya muda mbele, kwa sababu si swala la wiki moja mbili, lakini baada ya muda inshallah tuwe na mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Na sisi tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwa tunatengeneza mazingira ili kuona taasisi hii na taasisi nyingine ndani ya wizara hii zinafanya kazi vizuri, kwa sababu wizara hii ni matarajio ya wengi, inagusa maisha ya watu katika maeneo mbalimbali, lakini all in all wizara hii ndio inaopa sauti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupeleka ajenda zake kwa watu uwezi karibu. Kwa hiyo sisi tutawasaidia kuhakikisha kwa mambo yanakwenda. Baada ya kusema hayo, kwa sababu nimeona ajenda ni nyingi, kwa hiyo nisile muda wenu. Niwashukuru sana, niwatakie kila laheri, mjadala mema ili kufikia pale ambapo tunakusudia kufika. Nawashukuru, asanteni sana.